Mzigo wa kugharamikia uzalishaji wa nguo zenyewe na hatimaye nguo kupatikana kwa wapiganaji wetu unabebwa na nani hasa? Na wapiganaji wenyewe, kwa maana kuna makato kwa ajili ya hizi uniform, au serikali au vikosi vyenyewe ndio vinabeba gharama hizo? Kitaratibu inavyotakiwa, masuala ya uniform zote, outfit yote ya askari inabebwa na serikali. Ndio utaratibu ulivyo. Ingawa sometimes inatokezea kikosi chenyewe kinapata hizo OC labda, kwa hiyo sometimes wanatumia mafungu yao. Yaani pesa ya serikali inapitia kwenye mafungu ya taasisi ya hiyo kikosi, ndio vinanunua zile items. Na yule ambaye amepata dharura, mfano fomu yake imechanika au imeingia doa ambalo ni ngumu kutoka, anahitaji fomu nyingine kwa haraka tofauti na mpango uliopo wa kupewa fomu kwa awamu, inakuwaje? Kwa wenzetu Tanzania bara kuna utaratibu umewekwa, kuna kibali maalum kimetoka kwa serikali kuu kwa ajili ya viwanda kuwauzia uniform wapiganaji wanapohitaji nguo ya ziada. Hiyo ipo katika upande wa serikali ya Tanzania bara. Kwa sisi bado tujaanza mchakato. Ikitokezea hilo hitajio kwa idara maalum, wanakusanya kama idara maalum wenyewe, au askari anafanya maombi mwenyewe kule kwenye idara maalum, wanatuomba sisi, au baadhi yao mtu ambaye kashindwa sana, akiangalia kuna vile vitambaa vilikuwa vimefanana sana, anakwenda kununua kitambaa na mpeleka fundi wa kawaida wa vikosini, au kiandani kwetu anashonewa. Lakini utaratibu unaotakiwa haswa ni idara maalum yenyewe kwanza ihakikishe inapopitia mafungu yake inanunua zile uniform, maana serikali inagharamia uniform zote. Na inapotokea emergency ya mtu mmoja kuhitaji, ina maana sisi tupate kibali kutoka serikali kuu itukubalie kwamba kuweza kuuzia hawa askari nguo kwa pale anapohitaji nguo ya ziada baada ya ule mgao wake wa kawaida anapopata.